Mastori Mob. Na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV. Kipindi ni Mastori Mob na niko na Jasiri Mjasiri. Mada ni nyingi sana ambazo tunazidi kuzichambua. Kama ambavyo tunaangalia uchambuzi mbalimbali, mambo mbalimbali, michezo, burudani na siasa. Ropai Update ndio kipindi ndio channel ambayo imetuwezesha sisi kufika hapa, lakini kipindi ni Mastori Mob. Bwana, tuangalia habari ya Diamond Platnumz ambapo ameweza kumpa zawadi mama yake ya macheni, vitu vya samani sana. Ameweza kutaja pale samani ni kubwa, akusema akutaka kutaja, lakini tukamwona pia Manara pia amempa milioni 40. Ya pale cash taslim. Na watu wengine ambao wametoa pale zawadi na nini. Sasa tunaangalia kwamba baada ya pale ikaonekana Diamond kama vile akajishuku hivi kwamba zawadi alizozitoa kwa mama yake ni ndogo. Kwamba kwa nini hajampa nyumba, hajampa nini. Diamond akaweza kupasuka na akasema kwamba mali zote ambazo mimi ninazo ni za mama. Mali zangu ni mali za mama yangu, nisikudanganye nisende kushoto na kulia. Sisikie si una hapana. Changu ni cha kwake. Sasa baada ya kuzungumza hiyo ilikuwa ni juzi. Jana dada yetu Zuchu, mama Kijacho. I don't know mama Kijacho. Sasa akapost akasema kwenye mtandao wa Instagram akasema kwamba mimi na Diamond basi, yani mahusiano yao yanakuwa yameishia pale. Sasa je, inawezekana uhusiano kwamba kwa kuwa amegundua mali zote za Diamond, amemwandikisha mama yake, akagundua atapigwa kama kile kipigo cha yule mchezaji yule Kante? Hakimi. Wewe kwenye upande wako zakalionaje? Mimi kwanza nampongeza Diamond Platnumz. Namuita Simba. Simba la Simba sana kwa sababu kwanza mwanangu anasema hivi baraka ziko duniani na wazazi. Okay. Kile mimi mnaweza mkaona kile alichokifanya ni kidogo, lakini amewahi kufanya vitu vingi kubwa vitu vingi sana. Kwanza kumpa cheni na kusema mali ni za mama. Yaani hata ukiangalia historia ya Diamond Platnumz, mwanzoni anasema mamake alimuuzia pete. Kama ulifuatilia hiyo, aliuza pete ya mamake. Mama alimpa pete, akauza ile afanye jamaa ingie studio. Alipodia. Kwa maana yake analipa fadhila. Na ni jambo zuri kama unasaidia wazazi. Unajua hiyo jambo la baraka sana. Alafu umezungumzia habari za mzazi mwenzie, si tuseme au tuseme maana vyote hajampublish vizuri. Tetesi zinasema mama pia ni Kijacho. Kashajifungua ndo tetesi. Hiyo mlipita. Ndio wanasema tetesi kashajifungua, lakini mimi nafikiri kwenye hiyo sherehe ya birthday ya mama Dangote kulikuwa na mambo mengi sana. Yaani matukio yalikuwa mengi sana. Okay. Nafikiri kubwa lingine moja ni ile la Alia. Diamond kumuita na kuna mambo kibao na jinsi dada alivyokuwa na mkao karibu na mama, maneno anavyompongeza mama, anajua mama unajua hivyo mama anaitikia, unajua ile kwa mtu umeshaolewa huko na maneno nasikia na kitu kiko live kwa lazima moyo unauma sana changamoto, lakini naweza kusema labda inawezekana ikawa pia kitu. Okay. Kwa sababu hao wasanii wanaamini sana maana na mambo mengi. Mimi nafikiri inaweza kuwa kitu kwa sababu yule dada kama angekuwa kutoka singe kutoka kwa ujinga huu. Matukio gani amefanya? Yule ni msanii, unajua zile ni branding. Ni branding kwa msanii mkubwa anakuwa na matukio makubwa. Kwa hiyo tahadhari kubwa sana hapo. Ndio kama tuwachezea akili zetu. Lazima tuwachezee akili. Kulikuwa na mambo ni mengi, muda ni chache bwana Ropai. Mambo ni mengi. Lakini pia tukiangalia Dudubaya, watu wamemshambulia sana Dudubaya kwa kile ambacho amekizungumza. Mamba 24. Kazungumza vitu vigumu pale, watu wamemshambulia. Wewe upande wako alikuwa sawa yeye kuzungumza yale ambayo amezungumza pale jukwani? Kwanza bro, wale ni wasanii. Lakini wasanii mimi nafikiri wapunguze vilevi. Alipanda amelewa sana pale. Wapunguze vilevi, alafu unajua ni watu ambao wanatakiwa wakae, wengine watibiwe. Wengine wanatakiwa watibiwe. Lakini ukweli mimi kuna vitu navikubali kwake, kuna vitu navikataa. Kwa mfano kuna vitu sio vya kuongea mbele ya public, lakini kuna vitu lazima waambie watu. Kwa mfano mambo ya hovyo ambao wengine wanafanya kusikia wasanii. Mambo ya ushoga, haya yafai, yanatakiwa kemewe. Na kuna hivi vitu vya kumpongeza vingine. Kumpongeza, kukemea ushoga ni jambo la kukemea kweli. Yubera anasema Yubera see you are back. Umeona? Kwa kuna vitu vya msingi vya kuviangalia. Ushoga tukubali. Lakini
Mamba nafikiri ni vitu vichache, lakini jamaa anajitahidi sana, anafanya vitu vizuri kuzungumzia vitu ambavyo watu hawataki kuvisema. Kama watu wanafanya vitu vya ajabu na mchana unawaambia hivi vitu vibaya. Sasa yeye ana nguvu hiyo ya kuvisema, anavisema, lakini kuna mipaka ambayo unajua serikali yetu inafanya vitu vizuri. Japo watu hawataki kusema. Hawataki kuona indirect. Maana argument kubwa pia nimeiona kwenye mitandao ya kijamii ni kiongozi kuzungumza habari tunaipongeza serikali na watu hawakubali. Kwa sababu watu wamekuja kwenye nini? Kwenye burudani. Mtu akija kwenye burudani mwana FA wamemshambulia sana. Ni burudani, naona wamewashambulia sana. Lakini sitaki kuingia huko kwa sababu na sisi tuna segment zetu za siasa. Ndio kwenye siasa tutazungumzia kwa sababu kweli serikali imefanya mambo makubwa yapo, kuna namna pia kwa sababu tuko kwenye entertainment. Show kubwa ambayo ameifanya Diamond. Alikiba. Diamond Alikiba amefanya show nani sehemu gani kule, ni kwa Wasukuma. Mwanangu, ni bonge la story. Hiyo ni bonge la story. Kuna huyu milionea. Hiyo imenipotea, ila anajiita GSM wa Katoro. GSM wa Katoro. Geita hiyo baba. Jamaa bwana, kwanza bwana Rufai umenikumbusha. Lakini hii itakuwa clip maalum sana. Bwana Rufai. Inavyosemekana kwamba yule GSM wa Katoro. GSM wa Katoro. Yule binti sio mwanae. Okay. Yule nasikia ni mtoto wa kakake. Bwana lakini yule jamaa ana moyo safi mwana. Mimi nimeshangaa. Unajua hivi mtu anapewa zawadi bilioni 1 na milioni 4. Yule jamaa bwana na fulani hivi. Ningekuwa mimi ni waziri wa mambo fulani, ningefuatilia. Sasa huwezi kufuatilia kwa sababu hivi Alikiba ametumia pesa nyingi sana bwana. Alikiba kapiga pesa nyingi sana. Lakini mimi niseme hivi kaka. Nilikwambia mwanzoni, Tanzania si ya kuhama bwana. Hatuwezi kuhama. Tutafia hapa. Tanzania sisi kama Watanzania kwanza tuipongeze mifumo iliyowekwa na serikali. Kwa sababu inatupelekea watu wa matajiri. Imagine kama yule anakuambia mwanangu chote. Sawa, lakini yule anakuambia mwanangu saruni utaenda na chopa. Ndege inakupeleka saruni. Hao wanataka kutuumiza tu bwana. Sababu kama mimi tu jini nenda kwa baskeli bwana. Alafu anaenda chopa. Anaenda kwa chopa. Ile kaka mimi nafikiri kwa trending. Ile ni trending namba 1. Okay. Huyu bilionea GSM wa Katoro. Nafikiri atakuwa anaiangalia hii interview. Atumwagie hela. Kama tumwagie hela baba. Akafanya kanamna. Akafanya sisi tufanye media. Kama anaweza kusema kunyoa anaenda kwa chopa. Sisi pia tunakuta tunatangaza juu ya ndege bro. Sema yule jamaa itabidi Rufai kama Rufai Media. Tumtafute. Tumtafute tuongee naye. Kwenye nasikia ni yuko mining. Alafu ni mtu ambaye kama vile sio trending, yani sio mtu ambaye anafahamika sana. Kaka, pesa hazihitaji. Kuna watu wana pesa bro. Pesa hazihitaji. Kuna watu wana pesa bro. Hiyo ndio ni choko. Basi Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV. Asante kwa wale ambao walikuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho. Kipindi Ropai Update ndio channel yetu, lakini kipindi Mastori Mob na nilikuwa na Mjasiri tukichambua mambo mbalimbali, na mimi nashukuru sana kwa sababu leo bwana tumepiga ngenga. Au sio? Jukumu lako ni moja, kusubscribe, like, share na comment kwamba je, mnakosea. Sisi tunachukua comment zote bwana. Kusema mnakosea tutaweka sawa. Au sio? Lakini nyuma ya kamera jamaa anatuambia muda umeisha, na kweli muda umeisha. Jasiri tunywe nani zetu hapa, kahawa yetu kidogo, afu tukapumzike. Basi sawa, kusubscribe, like, share na comment. Ropai Online TV. Cha mwisho unasemaje? Unasema hii dunia zaidi sana kufuatilia mambo yako, sifuatilia mambo ya watu, kwa sababu hata yangu mimi ukiyafuatilia atakushinda. Jasiri, fanya mambo yako. Fanya mambo yako. Ciao.